tatizo hilo. Na tangu mwaka 97 Singapore imesajili miradi 36 nchini Tanzania yenye thamani ya dola za Kimarekani 535 na kuleta ajira zaidi ya 3,000. Miradi 21 katika hiyo 36 iko katika sekta ya viwanda na inaelekea na kulenga zaidi maliasili na mingine iliyobaki inaelekea zaidi katika maliasili na ujenzi. Kwa hiyo takwimu hizi zinaonyesha uwezo wa uchumi wetu katika hizi nchi mbili. Kwa hakika makampuni ya Singapore kama Olam na Wilmar tayari yameshapata kasi kupitia shughuli kubwa za kilimo, biashara na usindikaji wa chakula katika mnyororo wa thamani wa kahawa, pamba na korosho. Wilmar peke yake ni kampuni iliyoko ndani ya ile Fortune Global 500 Companies yenye mapato ya kila mwaka yanayozidi dola za Kimarekani bilioni 60, na nafikiri Wilmar itaweza kulielezea hili kwa uhalisia. Mabibi na mabwana, Tanzania inapoendelea katika ajenda yake ya ukuaji wa viwanda na azma yetu ya kuwa uchumi wa dola trilioni 1 kulingana na dira ya maendeleo ya 2050, tunaona fursa kubwa katika kuongeza ushirikiano wa kiuchumi katika maeneo ambayo Singapore imeonyesha ubora wa kimataifa na ambapo Tanzania inatoa fursa kubwa za uwekezaji. Lakini kulitimiza hilo, lazima tuhakikisha ya kwamba mazingira ya ndani ya kibiashara yanakuwa mazuri na yanafaa kwa ajili ya uelekeo huo. Na kwa mantiki hiyo, serikali yangu inaendelea kutekeleza mageuzi ya wigo mpana ili kuweza kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji. Na kupitia TISEZA tumekusanya miundo mbalimbali ya uratibu na uwekezaji chini ya pamoja. Kwa sasa ni rahisi kusajili kampuni mtandaoni ndani ya masaa 24 ukilinganisha na wiki kadhaa ambazo ilikuwa inachukua kabla ya mfumo huu kuanza kazi. Mheshimiwa Rais, fursa mbele zetu ni nyingi sana na ni kubwa, na niruhusu niangazie maeneo 5 muhimu ambayo utaalamu wa Singapore na uwezo wa Tanzania vinalingana vyema na hivyo kuunda uwezekano mkubwa wa ushirikiano wa kina zaidi. Na ninafahamu ya kwamba mmeshasikia hayo maeneo toka kwenye majadiliano ya biashara yalikuwa yanaendelea, lakini ni bora kusikia toka kwenye kinywa cha mama wa nchi hii. Kwanza, biashara, eneo la bandari, vifaa na njia za biashara ya Hindi. Tanzania ni lango la kimkakati kwa ajili ya nchi 6 zisizo na bandari, na nchi hizo ni Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo hii inaenda kutoka Afrika ya Mashariki mpaka Afrika ya Magharibi. Ni soko kubwa sana, lakini pia tunahudumia Malawi, Rwanda, Uganda na Zambia. Bandari ya Dar es Salaam pia inabeba na kushughulikia sehemu kubwa ya biashara hii. Kwa hiyo ushirikiano na watendaji kazi kutoka Singapore itaongeza ufanisi na kuweza kufanikisha Singapore kuweza kuunganisha na Asia kupitia upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam pamoja na ile ya Bagamoyo pamoja na Magwapani Zanzibar. Tanzania inakaribisha ushirikiano katika eneo la usafirishaji, uwanja wa vifaa, huduma za meli na maendeleo ya viwanda yanayounganishwa na bandari. Eneo la pili,
kuongeza thamani katika mnyororo wa kilimo na madini. Tunaona fursa kubwa katika kusambaza bidhaa za kilimo kwenye masoko ya Singapore chini ya mkakati wa chakula unaotafuta kubadilisha uagizaji wa chakula na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika kufikia usalama endelevu wa chakula. Na katika hili tunaweza tukajifunza kutoka kwenye nchi nyingine za Asia kama Vietnam na Thailand ambazo ziliweka rasmi mkataba wa maelewano juu ya biashara ya mchele na Singapore unaohakikisha usambazaji thabiti wa mchele. Kwa tunaweza tukachagua bidhaa gani ya kilimo ambayo tunaweza tukasambaza kule Singapore na kuwa na makubaliano. Kwa upande wetu, makubaliano hayo yanaweza yakajumuisha bidhaa kama kahawa, chai, korosho na viungo. Lakini pia Tanzania ni moja wa wazalishaji wakubwa sana na wazalishaji wakubwa duniani wa Tanzanite. Lakini asilimia kubwa ya Tanzanite na asilimia kubwa ya dhahabu zetu na vito vyetu vya thamani vinapita kwenye mipaka yetu bila hata kuchekiwa na inaenda ikiwa haijachakatwa. Kwa hiyo tukiweza kulitatua hili, tunaweza tukahama kutoka kwenye usafirishaji wa vito ambavyo vinaingia katika malighafi hadi vifikie bidhaa zilizochakatwa ambazo zitafaa katika masoko ya Asia na kimataifa. Lakini eneo la tatu ni nishati mbadala na miundombinu mahiri. Tanzania ina uwezo mkubwa katika eneo la nishati ya jua, upepo, gesi na nishati ya ardhi. Tunatambua ya uwekezaji wa Singapore katika eneo la gesi asilia kupitia Pavilion Energy. Tunaamini ya kwamba uongozi wa Singapore katika teknolojia ya kijani, grid na miundombinu endelevu inafanya iwe mshirika nzuri wa kuunga mkono naye katika mustakabali wa nishati safi ya Tanzania. Lakini namba 4, eneo la utalii na uchumi wa bluu. Tanzania inakaribisha wageni wa kimataifa takribani zaidi ya milioni 2 mwaka jana, Zanzibar ikipokea wageni zaidi ya 900,000, na sekta yetu ya anga inakuwa ikibeba abiria zaidi ya milioni 6.8 kati ya Julai 2025 na Machi 2026, ikiwakilisha ongezeko la zaidi ya 12%. Kinyume chake, uwanja wa ndege wa Changi wa Singapore unahudumia takribani abiria milioni 70 na zaidi ya tani milioni 2 za mizigo mwaka 2025. Hata hivyo, Asia na Singapore inabaki kuwa soko la stani kwa ajili ya utalii nchini Tanzania. Kwa hiyo kuna fursa kubwa sana kwenye eneo la ardhi na utalii, lakini pia kwenye masuala mazima ambayo yanawekeza katika ukanda wetu wa bahari ya Hindi. Kwa hiyo tufanye kazi kwa pamoja kwa ajili ya kukuza utalii. Eneo la 5 ni huduma za kifedha na utatuzi wa migogoro ya kibiashara. Singapore ni miongoni mwa vituo vikuu vya kifedha na uwekezaji mkubwa barani Asia, ikiwa na uwezo mkubwa katika masoko ya mitaji, fedha za miraji na fedha za uwekezaji. Na msimamo wako katika utatuzi wa migogoro uko wazi. Mwaka 2025, kituo cha kimataifa cha usuluhishi cha Singapore kilishughulikia kesi mpya 886 kutoka katika mamlaka 80, huku asilimia 89 kati yao zikiwa za kimataifa. Na tunapoendelea kukusanya mitaji kwa ajili ya bandari zetu, reli, nishati na kanda maalum za kibiashara, tunakaribisha ushirikiano katika kuendeleza kituo cha fedha cha kimataifa na pia kuanzisha kituo kinachotambulika cha usuluhishi cha kibiashara chenye sifa za kimataifa ili kukuza imani ya wawekezaji na msimamo wa Tanzania kama eneo la kipaumbele la uwekezaji barani Afrika. Wa viongozi pamoja na waheshimiwa wafanya biashara,
mkutano wa leo ni jukwaa la biashara. Kwa hiyo ninakaribisha sekta binafsi zetu kutoka kwenye hizi nchi mbili na kuweza kuelekea katika mwelekeo kivitendo. Kwanza, kupitia kuongeza kina cha uhusiano kati ya sekta binafsi ya Tanzania na shirikisho la biashara la Singapore. Lengo likiwa ni kuanzisha jukwaa la kudumu linalokutana mara kwa mara kwa ajili ya kuratibu njia za uwekezaji, kutatua vikwazo vya kibiashara na kufuatilia na kuwa na matokeo yanayoweza kupimika. Lakini jambo la pili, kuendeleza mpango wa pamoja wa Tanzania na Singapore ambao unaratibiwa na TISEZA, TanTrade, vyama vyetu vya biashara, Enterprise Singapore na shirikisho la biashara la Singapore, kukiwa na misheni za kibiashara za mara kwa mara na maonyesho ya biashara kwa pande zote mbili. Jambo la tatu, kuharakisha ushirikiano wa uongezekaji wa thamani unaofanyika katika kanda maalum za kibiashara kwenye masuala mazima ya usafirishaji wa dhahabu, usindikaji wa vito, usindikaji wa korosho na ufuta, hadi utengenezaji wa dawa na mitambo ya kilimo. Jambo la nne, kujenga ushirikiano wa kimkakati wa bandari kuanzia ushirikiano uliopangwa na PSA International na mamlaka ya bandari Tanzania ulioundwa kuimarisha njia ya biashara ya Tanzania na Asia. Namba 5, kuendeleza ukanda wa utalii wa Tanzania na Singapore kwa muunganiko bora wa anga na usafirishaji, kuunganisha pamoja masoko ya ASEAN, ushirikiano wa waendesha meli za kitalii wa Singapore na majukwaa ya kidijitali kwa wasafiri wa Asia wenye thamani ya juu. Namba 6, kufungua mkondo wa huduma za kifedha na utatuzi wa migogoro. Nafikiri nimeshaliongelea hili. Kwa hiyo waheshimiwa, mafanikio ya mkutano huu wa kibiashara hautapimwa kwa hotuba zinazotolewa siku ya leo, lakini kwa ubia, ushirikiano na miradi utakaotokana au itakaozaliwa kutokana na mkutano huu. Hivyo ninawahimiza washiriki kutoka serikali zote mbili, sekta binafsi, kuchukua nafasi hii na hii fursa na kukubaliana kwa ajili ya kuingia katika hatua za kiutekelezaji. Serikali yangu itaendelea kujitolea na kudumisha mazingira thabiti yanayotabirika na rafiki kwa wawekezaji, yanayopelekea ushirikiano wa muda mrefu na uwekezaji wa kuwajibika. Tutaendelea kusikiliza, kufanya mageuzi na kuwa na uwezeshaji. Tanzania inaiona Singapore kama mshirika wa kimkakati, lakini daraja pia la kuingia Asia na minyororo ya kimataifa. Na hivyo pia tuko tayari kuwa lango la Singapore kwa upande wa Afrika Mashariki, upande wa Maziwa Makuu na soko pana la bara la Afrika. Wageni waheshimiwa, mabibi na mabwana, ninapofika mwisho, napenda kuwashukuru kwa dhati waandaaji na wafadhili wa mkutano huu wa wafanyabiashara, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Wizara ya Mambo ya Nje ya Singapore TISEZA, Taasisi ya Sekta Binafsi TPSF, Shirika la Biashara la Singapore na wote waliofanikisha mazungumzo haya kufanikiwa. Kwa mara nyingine tena, Mheshimiwa Rais Tharman, karibu sana. Kwa washiriki wa mkutano, ninawatakia mkutano wenye matunda, na pia ninatangaza mkutano huu wa biashara uwekezaji wa Tanzania na Singapore umefunguliwa rasmi, na ninawashukuru kwa umakini wenu. Asanteni sana.